Kipindi cha ukoloni, wakoloni walikuwa wanavamia sehemu, wanaua watu, alafu wanamiliki ile sehemu kama mali yao. Hizi zilikuwa ni moja ya mbinu za wakoloni kumiliki mazingira ambayo walishindwa kutumia njama za uongo katika mikataba ya uongo kuzimiliki. Sasa wale watu walikuwa wanapitia yale madhila ya mauaji ya wazungu au kushuhudia jinsi ndugu zao wanavyouawa. Walikuwa wakienda makanisani wanadanganywa hivi, wasiwalipize wazungu waliowaua ndugu zao, bali wamkabidhi Bwana. Bwana atawashughulikia au wauaji wa ndugu zao. Sijui unanielewa? Yaani mzungu anamuua babu yako au ndugu yako, alafu unaambiwa usimguse huyo mzungu bali mkabidhi kwa Bwana. Manake wakoloni na dini zilikuwa lengo lao ni moja, wapumbaze watu, watie watu ujinga, chukua mali yao. Sasa ndo Gwajima amevaa ile kofia ya wazungu kwamba Afrika nzima sasa hivi inashangazwa na ni namna gani Traore analibadilisha taifa lake kwa kutumia madini ambayo amewanyang'anya wazungu Afrika nzima. Sasa Gwajima anapaza sauti za utekaji kuwatoa Watanzania kwenye reli ya kudiscuss impact ya Traore katika kulibadilisha taifa lake kutoka kwenye umaskini mpaka kwenye utajiri, mpaka kwenye kujitegemea, mpaka kwenye kutokuwa tegemezi kwa kutumia ishu ya utekaji. Unajua Tanzania ina madini mengi kuliko hata kwa Traore. Kwa hiyo Gwajima ametumwa na wale ambao ni wamiliki wa kanisa lake. Kanisa la Gwajima sio la kwake, nitakupa mchanganuo unielewe huko mbeleni. Naomba nisikilize kwanza ni namna gani Gwajima anatumika. Kuna mwamko sasa hivi wa bara la Afrika kujua thamani ya madini yao, thamani ya rasilimali zao, wakizisimamia wana uwezo wa kubadilisha umaskini ambao unawatafuna kwa karne na makarne. Sasa huu mwamko unaanza kuzimwa kwa maajenti kama Gwajima. Kama Gwajima ametumwa na Bwana kwa ishu ya utekaji, huyo sio Mungu tunaomjua sisi. Kwa sababu utekaji ni zao la riziki kuwa kidogo kumilikiwa na wachache. Tukimiliki madini yetu, watoto wakaenda shuleni hawalipi ada, mtu umekuwa umepevuka kama vile kwa Gaddafi, nyumba hiyo hapo oa, yani ukaishi seamless life. Maisha ambayo hayana stress za kuwaza sijui kodi, sijui nauli, sijui nini. Utekaji sunaisha. Nchi ya Tanzania haina rasilimali za sisi kuishi maisha ambayo sio gharama. Gwajima ametumwa na wazungu wanaomiliki kanisa lake kuja kuwavuruga Watanzania wasidai umiliki wa rasilimali zao kama vile wa Burkina Faso. Watanzania, Gwajima ni simba aliyevikwa ngozi ya kondoo. Gwajima ana tofauti gani na wale Wakristo wa zamani ambao walikuwa wanasaidia wazungu kuchukua ardhi yetu? Gwajima ana tofauti gani na wale agent of colonialism wale ambao tulijifunza shuleni? Ni somo liko wazi kabisa darasani. Christianity was the agent of colonialism, na mpaka leo hii kuna discussion inaendelea Marekani. Issue ya dini kwa Wachina ni kitu kidogo sana, yani ni kitu ambacho kiko chini sana, lakini issue ya dini kwa Marekani iko juu. Yani manake dini inatumika Marekani kuwapumbaza wa Marekani waendelee kunyonywa na lile tabaka la mabepari. Unajua wamiliki wa Marekani, watu wanasema hawazidi milioni 50 wanaoimiliki ile Marekani nzima na watu zaidi ya milioni 300. Wale deep state, watu wanasema hawazidi milioni 50. Sasa kwa kutumia dini ndio huwa inatumika kuwapumbaza wa Marekani kuendelea kunyonywa. Sasa na ili kanisa la Gwajima, mizizi yake nimeshawaambia ni huko Marekani. Gwajima sio mmiliki wa kanisa. Ukitaka kuua kanisa la Gwajima ni bata ni ndogo sana. Sasa Gwajima anatumia mpaka mistari ya Biblia eti ametumwa na Bwana. Ni Mungu gani huyu anayekubali mateso wa Tanzania wanaopitia ya rasilimali zao kuliwa na watu wachache? Ni Mungu gani huyo Gwajima unayotudanganya naye? Ndugu zanguni, atakayepata hii video anisaidie kumfikishia Gwajima. Mimi natamani niongee naye kwenye simu au hata video call nihojiane naye. Huyu mimi namuweza kabisa. Kwa sababu Gwajima anatumia power ya hiyo audience yake kudhalilisha watu, yani anajiona kwamba yani ni machino sana yani. Lakini umachino wake sisi tunajua, ambao dunia imeshaamka. Yani ukimgusa Gwajima sasa hivi BBC, CNN zitakwambia Tanzania hakuna uhuru wa kuabudu. Kwa sababu makanisa ya Gwajima yaliingizwa nchini katika batani ya uhuru wa kuabudu. Ukizima hii batani tu, hivi makanisa vya watu binafsi unavifungia mbali. Sisi tunataka tumiliki rasilimali zetu. Utekaji mbona utaisha? Kwa sababu utekaji umeingizwa kwenye ishu ya ujambazi. Yani sasa hivi nikiwa na ugomvi na mtu, nikamtafutia watu wakampoteza, hiyo ishu inaingizwa kwenye utekaji. Kumbe ni beef nyingine ni za watu kwa watu. Lakini zimeshabadilishwa sasa
zinaitwa utekaji. Yaani kuna personal beef sasa hivi zimeingizwa kwenye utekaji. Kuna maisha ya ujambazi sasa hivi haitu tena ujambazi, ni utekaji. Watanzania tuwe makini na this guy. This guy ametumwa na ana mtaji mkubwa sana. Sasa tupaze sauti zetu na sisi tumkemee wazi wazi. Huwezi kututoa kwenye reli wewe, wakati tunaona anachokifanya Traore. Yaani mimi ningekuwa rais leo hii, mimi ningefunga dini zote Tanzania. Alafu ni structured dini nyingine. Dini ndio msingi wa umaskini wa Afrika. Alafu jamaa anasimama hapo madhabahuni na kipasa sauti anakuambia bwana amenituma. Huyo bwana gani anayefurahia sisi wa Tanzania tuishi maisha ya shida hivi? Wakati taifa letu limebarikiwa kuliko hata hiyo Burkina Faso. Watanzania wanamiliki Tanzanite, lakini exporter mkubwa wa Tanzanite ni Kenya. What a shame. Mbona huwezi kuzungumzia hilo swala Buda? Gwajima, you are the new agent of colonialism. Wewe ndio agent mpya wa ukoloni mpya. Yaani unatutoa kwenye reli kabisa yani, na umetumwa purposeful kwenye kamati zenu za globalist. Alafu nataka nikuonyeshe uongo wa Gwajima. Gwajima anataka kutuambia kwamba Boniface alitekwa na watu from nowhere na sio watu wa idara ya usalama wa nchi. Boniface aliumizwa kweli kweli. Lakini Ruto hajamlaumu Samia kwamba wewe Samia nchi yako kwa nini ni hatari hivyo, Boniface akaumizwa. Ruto anamuomba msamaha Samia. Agatha amebakwa, amesema amebakwa. Lakini Museveni hajatoa tamko kwamba mama Samia, what is your country doing to my daughter? Alafu Gwajima anasimama madhabahu gani hiyo? Ndugu zangu, hizi ndizo madhabahu zilizotumika kusaidia ukoloni. Ndio hizi ndizo madhabahu zinazotufundisha mila na desturi za Kimarekani. Hizi ndizo madhabahu zinazopromote ushoga. Anatudanganya na utekaji. Ukitaka utekaji uishe Buda, nationalize madini yetu. Utaona watoto wanaenda shuleni hawalipi, wanakuta madaftari, kila kitu. Mtoto anasoma free from charge kuanzia kindergarten mpaka university. Mzazi hana stress yoyote. Nani atamteka mwenzake? Ukiona sehemu kuna uhalifu uko juu riziki ni kidogo, watu wanagombea riziki. Wachache wamezishika zile riziki, wale wengi ndo wanakuwa hivyo. Juzi kuna yule dada wa South Africa niliwekea video, anasema uhalifu huko kwa rate ya juu katika jamii za black South Africans na sio white. Kwa sababu kwa nini black South Africa ndo uhalifu uko juu? Kwa sababu kule wa kwanza ni wengi, riziki ni kidogo, ni ya kugombania. Mimi naishi Uswahilini. Uswahilini watu tunachinjana vibaya mno. Kwa nini? Kwa sababu umetoka kupambana huko kutafuta kiriziki chako, umepata 2,000 3,000. Kuna mtu anakutarget nyuma akichukua kile 2,000 chako. Sasa mkimkamata yule mtu ambaye anawatarget nyie kuchukua 2,000 chenu, mnamuua, mnamchoma kabisa. Lakini nenda kafanye uhalifu Ushuani, unakamatwa, unaitwa defender, unapelekwa Segerea, unaenda kula ugali, unanenepa. Uswahilini wanajua, Uswahilini ukikamatwa wewe unaiba kisimu cha shilingi 5,000, unauawa, unachoma moto. Kwa nini? Sasa tengeneza picha, Afrika ndio Uswahilini sasa. Alafu mtu anakuja kukubiria bwana. Huyo bwana gani huyo? Ndugu zanguni, huyu Gwajima huyu mimi ndo namweza. Nitafutieni mazingira niongee naye hata nikiwa mbali. Mtu yote anitengenezee mazingira mimi niongee naye. I can battle with this guy. This is a new agent of new colonialism. Hawa ndo wametumwa sasa kuwavuruga wa Afrika tusidai rasilimali zetu. Hizi elimu tunazojifunza shuleni za nini? Christianity paved the way for colonialism. Alafu unamsikiliza mtu kabisa anatuyumbisha utekaji. Sisi tunawaza namna ya kupunguza madaraka ya Samia ili ule udalali anaofanya mama Samia ufanywe na zile local government ili zile rasilimali zetu tuzione. Anatuambia utekaji. Yaani watu wanawindana wenyewe kwa wenyewe. Ndugu zanguni, Ukristo ni dini hatari, nimeshawaambia. Ukristo ni dini hatari. Watu tunasemaga Uislamu ni hatari, lakini Uislamu una sheria kali, alafu Uislamu una ubinadamu sana. Ndio maana watawala wa dunia wanapenda kuchafua Uislamu, kwa sababu Muslim is pro life. Ninavyosema pro life watu wanaelewa kwamba unasupport maisha. Angalia hata ule ulaji wa Uislamu, kitu yani sijui nisemeje mnielewa. But basically, Muslim is pro life. Mimi nimelelewa kwenye Ukristo, lakini kila nikichunguza Ukristo naona there is a lot of satanism. Elimu yangu yote nimepata kwa Wakristo, lakini kwa nini Wakristo wanakuwa ni watu wanyama hivyo? Sasa huyu bwana anasema katumwa na bwana. Bwana yupi umetumwa naye? Labda bwana wenu yule ambaye tunamjua sisi. Kwa sababu wewe Gwajima una bwana wako tunamjua. Who control your church? Hilo sio kanisa la Mungu. Gwajima, you tell me umetumwa na bwana kuzungumzia utekaji na sio kuzungumzia ili taifa kwa nini linakopa wakati lina madini mengi hivyo. Gwajima, unataka kumaliza utekaji? Piga kelele tumiliki rasilimali zetu kama Burkina Faso, kama utekaji haujaisha. Huyo alimteka padri, alimteka shehe.
kama sio njaa iliyomfanya akaenda kumteka huyo padre na Sheni nini? Hivi mimi na familia yangu najua kesho ataenda shuleni, kila kitu serikali imelipa. Mimi nitaenda kufanya kibarua changu, sidaiwi umeme, sidaiwi maji. Hivi ni nani atakaye kuja kunirubuni mimi nikafanye uhalifu? Wakati serikali imenilipia maji, serikali imenilipia umeme, serikali imenilipia bando. Ndugu zangu, wifi ni haki yako kisheria kwa sababu wifi ndio njia ya kupata elimu, ya kupata taarifa dunia inaendaje. Wifi must be the right of human. Yani bando la internet linatakiwa li haki yako serikali kulipia. Unafikiri hatujui Gwajima? Gwajima ametumwa ndugu zanguni. Watekaji wana njaa ndio maana wanateka watu. Huyo mtekaji familia yake ingekuwa na chakula asingekwenda kuwateka wale aliowateka. So Gwajima, waliokutuma waambie Afrika imeamka. Yani ulipoboronga kabisa ni kutuambia eti Boniface na Agatha serikali haikuhusika. Wakati Ruto anaomba msamaha kabisa kwa Mama Samia kwamba tusameheni kwa wale watoto wangu waliokuja kufanya fujo huko kwenu Tanzania. Na Wakenya wazuri na wasiliana nao tunaongea wananiambia Mama Samia na Ruto ni kitu kimoja, Museveni na Samia ni kitu kimoja, ndio maana hujasikia serikali ya Ruto haijalaani alichofanyiwa Boniface au serikali ya Museveni. Agatha anasema amebakwa, alafu serikali ya Uganda inanyamaza. Hoya, Gwajima bro, wewe unafikiri hii ni ile dunia ya gazeti, dunia ya redio, dunia ya television? Television ndio hizi kama ya kwangu. Hakuna mtu anaangalia TBC siku hizi, sijui nini hizo mnazitaja, mnazijua? Sijui TBC, BBC, CNN, sijui Wasafi, sijui nini. TV ndio hizi. Bro, umetumwa kama walivyotumwa wale Wakristo wa zamani kuwadanganya babu zetu wakati mali zao zinachukuliwa. Huwezi kumdanganya tena mtu Gwajima. Kama unalipenda hili taifa, paza sauti, tumiliki madini yetu kama Traore anavyomiliki madini yake. Wacha kututoa vijana wa Kiafrika kwenye reli. Wewe ni agenti wa wazungu kwa taifa la Tanzania. Mimi najua very well na naweza nikaprove. Tukitaka kuharibu kanisa lako, sisi walimwengu tunakutengenezea skendo moja tu. Gwajima, I know how the world is operating. Your masters are losing control of the world. Mabosi wako wanapoteza control ya dunia kwa power ya ajabu. Kwa hiyo umetumwa wewe kuwasaidia wasipoteze Tanzania. Afrika Magharibi mapinduzi yako juu. Wewe unafikiri mabosi wako kwa nini wasipaze sauti wakutumie wewe kuja kutupumbaza sisi? Kwa sababu maybe wanawaza next inaweza kaa Tanzania. Gwajima ni mjumbe wa ukoloni mamboleo. Gwajima is the agent of new colonialism. Gwajima is not for Tanzania. Gwajima is for globalist, capitalist, world controllers. Gwajima anajifanyaga anajua sana. Gwajima sio ulikuwa unajua sana. Unamdanganya nani dunia leo Gwajima? Waliokutuma waambie Watanzania sio wajinga kiasi hicho. Watanzania wanataka madini yao. Wakishamiliki madini yao tu, rasilimali zao, ndio ulete dini nyuma yake. Lakini kama hatumiliki rasilimali zetu, hiyo masters have failed already. Waliokutuma waambie Watanzania sio wajinga. Miongoni mwa watu ambaye nimetokea kumpenda sana kwa sababu yeye anapigwa mawe na anafurahia kuona akipigwa mawe, kwa sababu wanasema mti wenye matunda ndio unapigwa mawe, si ndio? Shetani amekuwa anamshambulia kwa sababu huyu nimekaa naye muda mrefu, nimethibitisha wazi wazi ndani yake kuna Mungu. Ndani yake kuna Mungu ndani yake. Na shetani ambaye amekuwa ananishambulia naye ameanza kwenda njia hiyo. Unaona majuzi wakasema Kakobe ametoroka, si ndio? Shetani kwa sababu ni joka wa zamani, hana mbinu mpya. Nikaona kigazeti kimoja cha udaku majuzi nacho kimeandika taarifa kubwa, habari kubwa, Gwajima atoroka nchini. Joka wa zamani Gwajima tunaye. Mbinu hiyo imeshindwa kwa Kakobe na imeshindwa kwa Gwajima pia. Namleta sasa Bishop Josephat Gwajima ambaye kwa muda mfupi ametikisa taifa la Tanzania kwa injili. Watanzania, wa Kenya, elimikeni msio wasomi.